huyu muungwana kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu, Rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Asante sana Mheshimiwa Ruto. Viongozi wote ambao wameweza kufika hapa, wananchi wa mji wetu mkuu wa Nairobi, hamjambo nyote? Hamjambo tena? Hebu tusalimiane pahali tulipo. Salamu pahali tulipo. Asanteni sana. Wenzangu, leo nilikuwa na shaka kwa sababu nilifungua gazeti ikaniambia ya kwamba Nairobi hii wana Jubilee hawako. Sasa najiuliza, umati huu nyinyi ni wana Jubilee au ni wana CORD? Ni wana Jubilee. Nairobi ni Jubilee. Hebu nionyesheni kwa mikono kama kweli Nairobi ni Jubilee. Asanteni sana wenzangu. Wenzangu, yangu haitakuwa mengi. Ya kwanza ni kuwashukuru nyote kwa kuweza kufika, umati mkubwa vile tunawaona hapa. Tukiwa siku ya leo tuko katika kaunti ya Nairobi na wenzetu wa Jubilee, tukiuza sera zetu na tukiambia Wakenya ya kwamba sisi kama wana Jubilee, lengo letu la kwanza ni kuhakikisha ya kwamba tumeleta amani katika taifa letu la Kenya. Ya pili, kuhakikisha ya kwamba tuko na umoja ya Wakenya wote, na ndio pamoja tuweze kupanua uchumi wetu na tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya pahali alipo anajivunia taifa lake. Wenzangu, wenzetu, sisi siasa zetu sio za matusi. Sisi tunajua ya kwamba vijana ndio wengi katika taifa letu la Kenya, na wakiwa wengi wanataka serikali ambaye itawahudumia, itawatumikia, lakini sio kuwatumia vile wananchi wametumiwa vibaya hapo awali. Wenzetu, sisi tunajua ya kwamba kama viongozi tukishirikiana pamoja, tuseme ya kwamba hatuna chuki kati yetu na hatutaweka chuki bani ya wananchi wa Jamhuri ya Kenya, ni mengi ambayo tutaweza kuyatimiza. Wenzetu, tunataka tuhakikishe ya kwamba tumepambana na umaskini katika taifa letu la Kenya. Na njia ya kupambana na umaskini ni kuhakikisha ya kwamba tuko na viwanda vya kutosha, ndio vijana wetu waweze kupata kazi. Tuhakikishe ya kwamba vijana wameweza kupatiwa mikopo na ndio waweze kuanzisha biashara yao ndogo ndogo. Wenzetu, mimi ni mtu ambaye amekuwa katika huu mji, na mahoka mengi wa tauni hii najua wananijua. Sisi tunataka kumaliza hiyo neno hoka katika language yetu ya taifa la Kenya. Tunataka kusema ya kwamba hawa ni wafanyi biashara wadogo ambao tutawawezesha, tuwapatie pahali ya kufanya biashara zao, tuwapatie mikopo, na ndio wenyewe wawe wanafanya biashara zao, lakini sio wa buda zingine pahali pengine. Tunataka vijana wawe empowered to be the best that they can be. Wenzetu, tunataka wakina mama wetu iwe ya kwamba wanaweza kutumia ujuzi wao wafanye biashara zao na kujisimamia, sio kusema tu wanagojea bwana aje awasaidie. Sisi tuwasema hivi, we want a country of empowered women. We know they have the capacity. We know they have the ability. They just need to be empowered to take their rightful place in Kenyan society, and they will help grow this nation to greater heights. Wenzetu, kile kitu ambacho kimeharibu taifa letu ni siasa ya ugomvi na siasa ya chuki. Sisi tumesema siasa hizo zimeisha, kwa sababu wenzangu, hizo siasa ndizo zimeleta umaskini katika taifa letu.
Viongozi wanajitakia makuu lakini hawajali maslahi ya mwananchi wa kawaida wa jamhuri hii yetu. Wenzetu, we want to change that. Tunajua tuko na mambo ya insecurity katika taifa letu la Kenya. Lakini sisi tunasema ya kwamba njia ya kupigana na insecurity sio kupiga vijana wetu risasi na kuwafunga jela. Ni kuhakikisha ya kwamba wamewezeshwa kutumia talanta zao kujisaidia na kujimudi. Kwa sababu mimi najua ya kwamba kijana akipatiwa nafasi, apatiwe an opportunity, hakuna kijana ambaye amezaliwa mkora. Kweli ya uongo? Shida ndio inalete mambo ya ukora, si ndio? Kwa hivyo tukimaliza na tuhakikishe vijana wetu wamejiwezesha, mimi sina shaka ya kwamba hata mambo ya insecurity itaisha. Kumaliza insecurity sio, it is not a question of increasing the number of policemen that we have. No, it is a question of empowering our young men and women to be the best that they can be, and they themselves will provide the security of this nation. Kwa hivyo wenzangu, tukiwa hapa tunataka kusema ya kwamba siasa za ukabila ziishe. Tuwe sasa na siasa ambazo sisi zote tutajitambua kama Wakenya. Tukijua ya kwamba shida ni shida na haijui kabila. Na mimi nawaambia hivi wenzangu, kuna wengine ambao wangependa kutaja ya kwamba Kenya kabila hii, kabila ile, kabila ile. Lakini mimi najua ya kwamba damu ambayo inatembea kati yetu yote ni nyekundu. Kweli ya uongo? Ukienda hospitali, daktari anakuuliza kabila lako mbele ya kutibu. Anauliza. Tafadhalini wenzangu, tumalize siasa hizo za chuki, tumalize siasa za ukabila. Tuungane kama Wakenya, tujadiliane kama Wakenya, na mimi sina shaka tukifanya hivyo ni mengi ambayo tutatimiza mema kwa taifa letu la Kenya. Nikija kumalizia wenzangu, mimi nataka niwaombe kitu kimoja. Inasemwa ya kwamba Kenya hii yetu ati kutakuwa tabu uchaguzi ukija. Munaamini hivyo nyinyi? Mimi nataka niseme hivi. Wale ambao wanataka tabu, hiyo ni yao. Sisi tunajua ya kwamba Wakenya ni wa amani. Na wakati tunaenda kwa uchaguzi, mimi nataka kuhimizia kila Mkenya pahali popote alipo. Wewe piga kura yako, uende nyumbani upumzike na utulie. Hakuna mambo ya vita. Kura ndio itaamua. Kura ndio itafanya nini? Kura ndio itaamua. Kiongozi akijaribu kukuambia wewe kijana kwenda ati ukapigane, we mwambie welete watoto wako na bibi yako waende mstari wa mbele, sisi wachana na sisi, tunataka amani katika taifa letu. Na najua tukifanya hivyo wenzetu, because that is the objective of the Jubilee Alliance. We want to ensure that this economy moves from being an economy that is run from the top, but rather one that is going to be run from the grassroots. We want to know that our success will not be based on whether our economy has grown by 12 or 13%, but by the way we have reduced poverty and increased wealth amongst every single Kenyan in this republic. That is what shall be our judge. Wakati tunasema ya kwamba tutajenga reli, light transport ya kuzungusha watu, tunajua ile pesa watu wanatumia kuenda kazini peke yake, hata mtu akifika nyumbani hana chake, yote imeenda kwa sababu ya transport. Tunataka tuhakikishe ya kwamba tuko na transportation that is affordable, na ndio mtu aweze kuachwa na pesa nyumbani akienda nyumbani isiwe yote imeenda kulipa matatu. Tunaelewana wenzangu? Kwa sababu mambo haya ndiyo mambo ya muhimu. Siasa ya kutusiana, siasa ya kuingiliana,
Siasa ya kuchekeshana na mwananchi amerudi nyumbani njaa haitasaidia mtu. Tunataka majaliwa ya Mwenyezi Mungu, serikali ya Jubilee baada ya miaka 5 tuje tusimame hapa tukiwaomba kura tena na tuambie vile tumebadilisha maisha ya Mkenya wa kawaida, na ndio tukiwaomba kura tena tuwe tunajua ya kwamba we have begun the first steps of not just transforming this economy but making this economy a middle income country well before the year 2030. Wenzetu hamtasikia sisi tukitukana mtu. Wenzetu hamtasikia sisi tukiingilia mtu. Lakini mtasikia tukizunguka Kenya mzima, tukiuza sera zetu na tukiambia Wakenya vile tutawafanyia. Mimi la kuambia wale ambao tunapingana nao, tafadhalini, taifa letu la Kenya sasa linataka viongozi ambao wako na uwezo wa kuangalia mbele. Tumechoka kila saa tukisimama tunaambiwa juu ya jana. Jana vijana wengi ambao mko hapa hamkuwa mmezaliwa. Sasa mumefika miaka, na yale ambaye mnataka ni viongozi ambaye watahakikisha ya kwamba you have bread and butter on the table, you have proper transport system in the nation, you have a proper roof over your heads. Those are the issues that Kenyans are concerned with, and those are the issues that the Jubilee coalition will deal with. Tunaelewana wenzangu? Tunaelewana wenzangu? Na niseme hivi, Wakenya, mumeona viongozi wa Jubilee ni pole kwa sababu ya masaa wote hawakuweza kuongea. Lakini nataka niwahakikishie ya kwamba muungano huu wetu umeunganisha Wakenya kutoka kila pahali, kila kona ya jamhuri yetu ya Kenya. Muungano huu umeunganisha wazee, umeunganisha vijana, na haswa umeunganisha wakina mama. Na ile serikali ambaye tutaiunda haitakuwa serikali ya mtu, itakuwa serikali ya watu, serikali ya kutumikia mwananchi wa kawaida. Naambia wenzangu that this now must come and become a time where we now must lead by example. We must lead by an example. We must not be led by greed. We must not be led by selfish interests. But we rather must be led by the interest of 40 million Kenyans. And if we succeed, that shall be our gift, to see our people uplifted from poverty, to see our people empowered, to see our people able to stand on their own 2 feet. Kwa sababu watu wa Kenya hawataki kupewa. Wanataka kupatiwa ujuzi, wanataka kupatiwa namna, ndio waweze kujitafutia, wajisimamia wao wenyewe. Hiyo ndio serikali ya Jubilee, na hivyo ndivyo lengo letu. Wana Nairobi, mtakubali tutembee hii safari pamoja nanyi? Wana Nairobi, mtakataa siasa ya chuki? Wana Nairobi, mtakataa siasa ya kugigamba? Wana Nairobi, niseme hivi, na nauliza kwa heshima, wanasema sisi na Mheshimiwa Ruto, kila siku nasikia matusi. Oh, sijui Uhuru uko na kesi. Ati wende uko na kesi. We Ruto sijui uko na kesi. Mimi nasema hivi, kama kweli tungekuwa na kesi ya kujibu, hatungekuwa tumezunguka Kenya hii tukiwaweka Wakenya pamoja, tungewapiganisha. Nawaambia wale ambao hawana neno lingine la kuambia Wakenya isipokuwa mambo ya kesi, tuambie nao, tafadhalini, for the sake of this country, please sell your policies. Wachana na Uhuru na Ruto. Wakenya watajiamulia ni nani wanataka. Au ni namna gani? Wauze sera zao. Wakenya wamesoma. Wakenya wana ujuzi.
Wakenya wako na uwezo wa kujiamulia. Please, tell Kenyans what you shall do for them. Let Kenyans then decide who they wish to elect. Sini sawa sawa? Kwa sababu sisi tukiwataja, tutawataja tu kwa njia ya kusema ya kwamba wakati Jubilee itashinda, sisi tutawaheshimu kama wazee, tutawapatia retire, tuwachunge na waskari hawa, waende nyumbani waone Kenya ikitawalwa kwa amani. Tuko pamoja? Sisi hatuna lengine la kuambia. Hatuna lengine. Letu tu ni kuuliza Wakenya wakubaliane nasi, wakubaliane na sera zetu, na ndio pamoja tuunde serikali ambayo itabadilisha maisha ya Wakenya, lakini sio serikali ya mdomo ambayo haina lolote ambayo itatimiza. Wana Nairobi, tuko pamoja nanyi. Wakenya pahali pote mulipo, tuko pamoja nanyi. Tumekubaliana ya kwamba sisi tuko na umoja. Tumekubaliana ya kwamba tunataka amani. Tumekubaliana ya kwamba pamoja tutajenga uchumi na ndio ufikie kila Mkenya. Mimi nataka munionyeshe kwa mikono kama kweli mumekubali tufanye kazi hiyo kwa njia hiyo tukiwa pamoja nanyi. Kutoka hapa nikimalizia, na nataka nitajie hapa, wenzetu mnajua sasa tunaenda wiki ya nomination, si ni kweli? Mimi nataka niwaambie ya kwamba sisi kama viongozi tukiwa pamoja na Mheshimiwa Ruto, sisi tunajitafutia kura zetu. Ule ambaye anataka kiti ya governor arudi kwa wananchi, aulize wananchi. Ule ambaye anataka kiti ya senator arudi kwa wananchi kupitia nomination. Ule ambaye anataka kiti ya women rep arudi kwa wananchi. Ule ambaye anataka mjumbe au county assembly arudi kwa wananchi. Tumeelewana wenzangu? Sisi tutatii uamuzi wa wananchi kupitia nomination. Tunaelewana? Tunauliza tu hizo nominations tafadhali tuzifanye kwa njia ya amani, tuifanye kwa njia ya utaratibu, na ndio uhaki na ukweli na uamuzi wa wananchi uonekane. Ile mimi nitawaomba wenzangu, tafadhalini mkishamaliza nomination, sisi tunawaomba mtupatie governor wa Jubilee. Mtatupatia? Mtatupatia governor wa Jubilee? Mtatupatia senator wa Jubilee? Na wajumbe wa Jubilee? Na women rep wa Jubilee? Ndio pamoja na hawa tuweze kuunda serikali ambayo itaweza kufanya kazi.